Mtazamaji wa Paza Sauti Media, hii leo nimekutana na Catherine, ni Bi Catherine huyu. Kama ilivyo kawaida, Paza Sauti Media tumekuwa tukipaza sauti za watu mbalimbali wenye visa, mikasa, changamoto, furaha, hata majonzi, yote tumekuwa tukigusia. Sasa mimi pamoja na wewe hatujui ni nini ametuletea kwa siku ya leo. Cha kufanya mimi na wewe tutege sikio kwa makini, tumsikilize, tujue ametuletea nini. Kama ni la kutugusa, la kutufundisha, tupate elimu, kumsaidia tumsaidie, ama lolote basi tulipokee kwa mikono yote miwili. Habari? Salama, habari ya kwako? Nzuri, naamini umekuja na jambo lako. Ndio. Kwa ajili yangu tu, hata kwa ajili ya watazamaji pia waweze kulipata. Na hata kwa jamii kwa ujumla, kuna kitu cha kujifunza kupitia historia yangu. Hata kwa jamii kwa ujumla. Hasa wazazi. Yaani jambo langu linagusa kila pande. Linawagusa wazazi, linawagusa walezi, linawagusa watoto, linagusa familia kwa ujumla. Basi kwa utulivu mkubwa sisi tupo kwa ajili ya kukusikiliza. Ni nini, tuanzie kuanzia mwanzo, kuwa muwazi ili tuweze kujifunza kutoka ulilonalo. Kwa ukweli mimi kiufupi nina story ndefu sana, lakini walau nitazungumza kwa ufupi ili mradi kila mtu anielewe. Lakini nikisema nizungumze kuanzia chimbuko mpaka nimalize ngazi kwa ngazi, tutachukua siku 3 au 4. Pati ile ambayo kweli listi nitaanza mwanzo, lakini kwa ufupi nitafupisha mpaka nini kimenileta hapa. Kama nilivyosema, mimi naitwa Catherine Daniel Masenga, ni mzaliwa wa kijiji cha Lugoba, mkoani Pwani. Lugoba mkoani Pwani, wilaya kwa sasa ni wilaya Chalinze, lakini kwa zamani ilikuwa wilaya Bagamoyo. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa kwenye familia yetu. Sisi tumezaliwa wawili, ambao na dada yangu anaitwa Fausta Daniel Masenga na mimi hapa Catherine Daniel Masenga. Tumezaliwa na wanandoa wawili ambao ni Janet Emmanuel na Daniel Michael Masenga. Kwa hiyo jumla ya watoto mpo ngapi? Jumla ya watoto kwa familia nzima tuko watoto 6. Na maanisha kwa mama yetu sisi tumezaliwa watoto wawili, alafu hapa katikati kuna mama wengine wawili, yani upande wa baba sasa nazungumzia. Alafu kwa sasa hivi kuna watoto wengine wawili ambao sisi ni wa kike pekee yetu, tumebahatika wa kike, lakini wenzetu wote hao 4 ni wa kiume. Lakini kwa sasa babangu anaishi na huyu mama ambaye yeye ndo amenifanya nifike hapa. Mama anaishi naye? Huyo mama ambaye anaishi na baba kwa sasa ndo amenifanya nifike hapa. Miaka ya nyuma kwenye familia yetu tulikuwa ni watu ambao tuna furaha sana. Nikisema furaha nafikiri unanielewa. Ni watoto ambao tumekuwa mazingira ya kupendwa na wazazi, kusoma shule nzuri, tumepiganiwa kwa kila namna kwa kweli na baba yetu. Baba yetu alikuwa mtu mwenye upendo sana. Yaani kiasi kwamba familia yetu ilikuwa inajaliwa na watu. Yaani kipindi cha likizo watoto tunakutana, tunafurahi, tunacheka, mtoto wa shangazi, wa mjomba, wa bibi, wa babu, tunakuwa kwa pamoja. Lakini hali ile ilikuja kubadilika mnamo mwaka 2003 kwenye familia yetu alipoingia mfanyakazi, ambaye huyo mfanyakazi anafahamika kwa Happy Athmani Likunje. Aliingia kwenye familia yetu kama mfanyakazi wa kutusaidia. Babangu alikuwa Arusha kipindi hiko, kwa hiyo alikuwa muda mwingi, sababu tayari alikuwa na mgogoro na mamangu mzazi. Nyumbani mara nyingi mama alikuwa hakai kulingana na migogoro ya kifamilia. Hii migogoro ililenga sana upande wa familia ya baba, yani ukweni, manake mamangu alikuwa hayuko sawa na mkwe wake. Maana nikisema wakwe zake, maana bibi yangu alikuwa kashafariki. Kwa hiyo mkwe wake wa kiume walikuwa wameshaanza kuleteana shida na mamangu. Kwa hiyo hali ile ilimfanya mama kutokuwepo nyumbani mara kwa mara, sababu alikuwa na mgogoro na baba. Kwa hiyo baba akiwa kazini, pale nyumbani tunakuwa peke yetu, sababu mama alikuwa akija anafukuzwa. Alikuwa akisema akae na sisi anafukuzwa. Baba ndo anamfukuza? Hafukuzwi na baba. Baba yangu alikuwa hana shida na mama yangu wakwe, kwa sababu baba yangu Mungu amemjalia amesoma. Kipindi hiko alikuwa anafanya kazi kwenye nizungumzieje, kwenye madawa Taifa, kampuni ya madawa Taifa Arusha ilikuwa. Kwa hiyo baba yangu amesoma tu sana. Alafu mama yangu ni mtu wa hali ya chini, yani ni mtu ambaye elimu yake amesha darasa la 4 kwa kipindi hiko. Kwa hiyo ile hali ya baba msomi alafu mamangu sio msomi ilileta mgogoro baina ya kwamba babu amefikia mahali ametaka babangu aoe mwanamke msomi.
Siko sana upande huo kwa sababu nilikuwa ni migogoro ya kawaida sana, lakini ilipelekea baba na mama kutokuelewana. Yani kiufupi upande wa baba ulikuwa na matatizo, haukuwa na mapokeo mazuri kwa upande wa mama. Yes, haukuwa na mapokeo mazuri kwa upande wa mama. Kwa hiyo ile hali ilitusababisha sisi kukaa peke yetu, ndipo akaletwa sasa mfanyakazi. Huyu mfanyakazi. Lakini pia watoto mlikuwa na mapokeo gani? Lakini watoto tulikuwa na mapokeo mazuri kwa sababu kipindi anakuja huyu mfanyakazi sisi tayari tulishakuwa na mama mwingine. Yani tulikuwa tuna mama wawili kipindi hiko. Tulikuwa tuna mama yetu alafu tulikuwa na mama mwingine ambaye huyu mama mwingine alikuwa ni rafiki wa huyu mfanyakazi. Sijui inaeleweka? Hapa sijakuelewa kwa maana kipindi cha mtafaruku wa baba na mama ilipelekea baba kuwa na mwanamke mwingine nje. Sawa? Sawa. Si unanielewa? Wakati baba ana mwanamke mwingine nje, sisi tulitambulishwa kama mama yetu na tulikuwa tunaishi naye vizuri. Alikuwa anakuja nyumbani anaondoka, anakuja nyumbani anaondoka. Na mama pia alilifahamu hilo. Mama alilifahamu kwa sababu tayari walishakuwa kwenye migogoro. Kwa hiyo lakini pia alikudhuru labda mama hakuwa na mapokeo mabaya baba kuongeza mke mwingine? Mama hakuwa na mapokeo mabaya kwa sababu baba yule hakuwa mke. Alikuwa kama mchepuko. Ila kulingana na hali ya mama imeshakuwa shida kwenye familia, ilibidi mama move on. Akubaliane tu na matokeo kwamba liwalo na liwe kikubwa watoto wangu wapate mtu wa kufanyaje, wa kuwalea. Kwa sababu baba yao hayupo, mimi kwenye ile familia sitakiwi, wanangu wataishije? Basi hata kama akipatikana mwanamke aje nisaidie kulea watoto wangu, walau nijue watoto wangu wako sehemu salama. Ambao ni watoto wawili. Lakini kwa bahati nzuri namshukuru Mungu yule mama hakuwa na shida. Yani pamoja alikuwa anajua changamoto za mama zikoje kwenye ile familia, lakini hakuwa na shida. Kwa huo muda mchache ambao tulikuwa tunakuwa naye, tulikuwa tuko naye vizuri. Shida ikaja, babangu mimi alikuwa na maduka ya dawa mawili. Pale nyumbani Lugoba ana nyumba ambayo ina duka la madawa. Sababu ni pharmacy. Kwa hiyo vitu vyake vingi alikuwa anapenda kucheza mle. Alikuwa na pharmacy, alikuwa na saluni. Na Ukonga, Dar es Salaam alikuwa na duka la madawa tena. Kwa hiyo yule mama alikuwa anafani kidogo ya kusimamia maduka ya madawa. Huyu mama huyu sasa. Huyu mwingine achana na mamangu mzazi. Kwa hiyo kilichokuwa baba wakati yuko Arusha, huyu mama alikuwa anacheza pande zote mbili. Yani anacheza Ukonga kwenye duka la madawa, anacheza Lugoba kwenye duka la madawa. Sometimes majukumu yakawa yanamzidia. Kwa hiyo kulingana na ulezi wa watoto pia naye ukawa kwake mgumu, ikabidi washauriane na baba kwamba wamlete mfanyakazi walau ampush. Yeye anapokuwa huku nyumbani watafute mfanyakazi mwingine wa duka la madawa. Lakini bahati nzuri shangazi yangu mimi ambaye ni mdogo wa baba naye amesomea mambo ya madawa. Kwa hiyo alichofanya pale Lugoba akaweka shangazi yangu kwenye duka la madawa. Lakini shangazi yangu anadili na dukani. Sisi watoto tupo tu, hatuna mtu wa kutuangalia. Lakini wakati huo maisha yenu ya kielimu yalikuwaje? Tulikuwa tuko, yani hii story nazungumza niko tu nataka kukupa kiini, lakini tuko vizuri. Tuko shule nzuri kwa sababu nakumbuka sisi pindiko baba bado anatupambania, hata alituchukua tukaenda boarding, tuko darasa la 3, tukaenda Arusha, kuna shule moja inaitwa Longido. Tukapelekwa. Kwa hiyo ni watoto ambao walikuwa anatukea sana pamoja na hii migogoro yake ya familia, lakini haikumuathiri vyovyote kwenye upande wa elimu wa watoto wake. Tulikuwa tuko vizuri sana. Kwa hiyo sasa kipindi yule mama alipoona amezidiwa ndo alipomshauri baba walete mfanyakazi. Mfanyakazi ni rafiki yake na huyu mama wa pili. Kambo, yes. Ni rafiki yake kabisa. Akamwambia bwana, na rafiki yangu ambaye anafahamu mambo ya saluni. Kwa hiyo nitakapomleta huyu akiwa anafanya kazi ya saluni huko anawaangalia watoto. Kwa hiyo unaonaje tukimleta? Wakashauriana na baba akasema haina shida. Kwa hiyo ikabidi wafanye mchakato, wakamchukua yule binti ambaye na sisi pia tuko tunamfahamu kama rafiki wa mama kipindi hiko. Na wakati pia tunamfahamu akiwa rafiki wa mama, huyo mama alikuwa mwanamke wa babangu mdogo. Yani pamoja na urafiki, lakini yule mama alikuwa anamchukulia kama mke mwenzie. Sijui unanielewa? Hapo naona hata mtazamaji hajaelewa. Huyu mfanyakazi aliyeletwa alikuwa rafiki wa mamangu wa kambo, si ndio? Lakini urafiki wao umepatikana kwa baba yangu mdogo. Baba yangu mdogo alikuwa ni mwanamke wake. Yani kumbe huyu mfanyakazi aliyeletwa aliwahi kuolewa tena? Hajaolewa, ila alikuwa girlfriend. Nizungumzie, niseme nikisema girlfriend inakuwa kidogo alikuwa ni alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa sio rasmi wa mdogo. Ndio chanzo cha kufahamiana na huyu mamangu wa kambo. Lakini yule kwamba mke mwenzangu, unajua ile Kiswahili kwamba mwanamke ambaye mmeishi kwa familia moja labda mkubwa na mdogo mnaitana mke mwenzangu, si ndio? Kwa hiyo mamangu wa kambo alikuwa anamjua huyu kama mke mwenzie, kwamba mchumba wa mdogo wa mume wake. Si umenielewa? Kwa hiyo ule kufahamiana kwao ndo kukamfanya yule mama kukamsogeza, kukamleta kama mfanyakazi, lakini kwa sababu ya kufahamiana.
Lakini yule mama alipofika pale nyumbani kama mfanyakazi, kwa mara ya kwanza hakuna mtu ambaye alijua kuna shida itakuja mbele. Kila mtu alimpokea vizuri kwa sababu aliandikiwa kikaratasi, shangazi yangu aliandikiwa kikaratasi na baba kwamba huyo mfanyakazi mpokee, mpe ushirikiano. Sababu baba alikuwa Arusha. Kweli shangazi akampokea, akakaribishwa pale nyumbani, akaanza kazi. Tulikuwa tunaishi naye vizuri, tunaishi naye huko na tusaidia kazi zetu. Huko anafanya kazi za saluni. Na kwa umri huyo mfanyakazi alikuwa ana range miaka mingapi? Alikuwa ana umri sawa na mama yetu mzazi. 20 na. Kipindi hiko nadhani 20 kwa sababu yeye ni wa 71 nazungumzia. Kwa hiyo 2003 ni mtu ambaye 20 na alishagusa, si ndio? Kwa hiyo umri wao ulikuwa unaendana na mama yetu mzazi. Sasa baada ya kufika ule urafiki wao baina yake yeye huyu mfanyakazi na mama yetu wa kambo, kwa sababu ulikuwa ni urafiki ambao umeshibana. Manake story ya mama yetu wa kambo alikuwa anaijua huyu. Kumbe huyu mfanyakazi alifika pale kwa malengo haya mawili, kwa sababu baba yetu kwa pale kijijini ni mtu ambaye alikuwa anahesabika ni katika watu wenye pesa. Nikizungumzia watu wenye pesa kwa kijijini nafikiri unajua, hata kama alikuwa ni maisha ya kawaida, lakini kwa muonekano wa watu nje walikuwa wanasema ni mzee tajiri. Sawa, mwenye pesa huwa anajulikana. Yule mfanyakazi alipofika pale nadhani yale maisha yalimtamanisha, aliona kwamba baba mdogo hana kitu. Kwa nini nisiwe na huyu kaka mkubwa? Kwa nini nisitafute namna? Kilichofanyika, huyu mama akaanza figisu. Akaanza kumpa story ya mama ya rafiki yake sasa ambaye ni mama yetu kwa kipindi hiko. Anamwambia sasa, baba mke wako labda ana 1 2 3, mke wako labda ana 1 2 3. Kwa hiyo ikafika mahali baba akam